Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ndio Keo TV. Martin Maranja Masese kama kawaida yake ameshusha uzi mrefu kwelikweli katika mtandao wa Twitter kumhusu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu alivyokutana na rais wa zamani wa Malawi ambaye ni Lazarus Chakwera. Na nukuu maneno ya Martin Maranja Masese. Martin Maranja amesema Dr. Lazarus Chakwera, rais wa zamani wa Malawi, yupo Tanzania kama mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola, yani Commonwealth. Dr. Lazarus Chakwera yupo nchini Tanzania kwa ajili ya kuleta mazingira wezeshi ya mazungumzo na utulivu wa kisiasa baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Tundu Antipas Lissu ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, amekutana na Lazarus Chakwera, mjumbe maalum yani special envoy wa Jumuiya ya Madola yani Commonwealth, Aprili 15 mwezi wa 2015 Aprili 15 mwaka 2026 aliweza kukutana naye. Tundu Antipas Lissu amewasilisha masuala kadhaa kwake ambavyo yakifanyika atakuwa tayari kwa mazungumzo, lakini kwanza akiwa mtu huru na chama chake kifanya shughuli zake. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akamweleza kwamba kesi ya uhaini inayomkabili ni kwa sababu ya msimamo wake wa chama kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, no reform no election. Tundu Antipas Lissu amewataka matukio yote yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025 na baada ya siku hiyo yafanyiwe uchunguzi huru na wa haki kupitia chombo cha kimataifa mfano SADC. Tundu Lissu ametaka uwajibikaji wa kitaasisi kwa yaliyotokea Oktoba 25, mfano ofisi ya msajili INEC, ripoti ya TCRA na umuhimu wa kurejea ripoti ya Jaji Nyalali mwaka 1995. Kufanyika kwa mageuzi ya kimsingi ya vyombo vya dola ikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama kuzingatia mapendekezo ya ripoti ya Jaji Chande ya mwaka 2023. Kubadilisha mfumo wote wa uchaguzi ikiwemo kuundwa kwa chombo kipya huru cha kusimamia uchaguzi kuzingatia ripoti ya Jaji Warioba. Lakini Tundu Antipas Lissu amesisitiza kuwepo kwa mazingira wezeshi na mazungumzo ya kweli pamoja na utekelezaji wa mambo yote yanayokabili. Lakini kubwa zaidi, katiba mpya, amesisitiza muhimu na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya kwa suluhisho la kudumu la changamoto za kutawala. Una maoni gani kwa hichi ambacho Tundu Antipas Lissu amewaeleza Tanzania, lakini pia hichi ambacho ameandika Martin Maranja Masese? Jina langu ndio Keo TV, tunakatoja katika masuala ya kisiasa. Bye bye.